Jina sio neno tu. Jina ni utambulisho. Jina ni urithi. Jina ni baraka. Jina ni matumaini. Jina ni sauti inayozungumza kila unapomuita mtoto wako. Kila mzazi anatamani kumuita mtoto wake jina zuri. Yaani unakuta mzazi anajisikia amani anapokuwa amemuita mtoto wake jina zuri. Lakini swali ni moja tu ambalo leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuangalia. Je, ni jina gani ambalo litakuwa majina unaweza kumuita mtoto wako jina zuri, lakini ambalo litakuwa halipotezi thamani wala halipitwi na wakati. Leo katika Moyo wa Malezi tutaenda kukuonyesha mambo matano ambayo unapaswa kuyazingatia unapochagua jina la mtoto, jina ambalo halitapitwa haraka na wakati. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako wewe na kwa ajili ya familia yako nzima. Una uwezo wa kutupigia simu au una uwezo wa kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza ni majina yenye maana nzito, deep meaning. Ukweli ni kwamba majina ambayo yanakuwa yana maana hayazeeki wala hayapotei wala hayapitwi na wakati. Majina mazuri kabisa ambayo utampa mtoto wako, hakikisha jina linakuwa na maana. Jina linakuwa yani unatambua kabisa hili jina nililomuita mtoto wangu lina maana gani? Maana yake inakuwa ni nzito, maana yake inakuwa ni ya thamani. Kwa mfano, umesema blessing, baraka, au umesema neema, au umesema tumaini, hope. Unapokuwa umemuita mtoto wako majina kama hayo, yanakuwa yana maana nzuri. Hayawezi yakapotea wala hayawezi yakazeeka. Yaani ni majina ambayo yatakuwepo, yatakuwa yanatambulika. Hata utakapokuwa unamuita mtoto wako unajisikia kabisa kwamba hili jina nililompa mtoto wangu ni jina zuri. Umempa mtoto jina tumaini, umempa mtoto jina hope, umempa mtoto jina blessing. Yaani nataja Kiswahili na Kiingereza kuonyesha ule uzito. Ni majina ambayo hayapitwi na wakati kwa kweli. Hoja ya pili ni majina rahisi kutamkwa na kukumbukwa. Unapompa mtoto wako jina, usimpe yale majina marefu, majina ambayo hata wakati mwingine ni sio rahisi kuyatamka. Wakati mwingine yanasahaulika. Mpe mtoto wako jina ambalo ni rahisi kutamkwa, hata kukumbukwa pia inakuwa ni rahisi. Unapokuwa umemuita mtoto wako jina fupi tu, lisiwe refu. Unamuita mtoto jina ambalo ni fupi. Jina likitamkwa hata kwenye masikio yako unalisikia kabisa, linakuwa ni rahisi kutamkwa. Yaani hata kukumbukwa linakuwa ni rahisi. Majina magumu kutamkwa mara nyingi yanawapa watoto usumbufu hata wanapokuwa wako shuleni. Yanawapa usumbufu kwa sababu anasahaulika. Hata mwalimu anaweza akawa anaingia darasani hawezi kumkumbuka kwa haraka kwa sababu jina lake ni gumu. Unakuwa umemuita jina ambalo mtu akitaka kumuita lazima kwanza afikirie mara mbili. Mpe mtoto jina ambalo ni rahisi kutamkwa na inamsaidia hata kukumbuka mara nyingi. Hata anapocheza na wenzake wanamuita kwa jina lake. Mwalimu akiingia darasani atamuita kwa jina lake. Wewe utakapokuwa nyumbani, majirani na nini wanakuwa wanamuita kwa jina lake. Kwa sababu jina linakuwa ni rahisi kutamkwa na hata linakuwa halisahauliki haraka. Na hivyo ni ngumu kupotea hilo jina. Hoja ya tatu ni majina ya asili na utamaduni. Majina ya asili na majina ya utamaduni hubeba utambulisho wetu. Ni majina ambayo ni mazuri sana, majina ambayo sio rahisi kuyasahau. Ni majina ambayo pia huwa haya expire. Majina kama Neema, majina kama Juma, Zawadi, ni majina ambayo yanakuwa yanatokana na asili zetu. Kama wewe ni Mwafrika, unaitwa jina ambalo liko kwenye asili ya Kiafrika. Hiyo inakuwa nzuri na inapendeza. Hata jamii nyingi zinajua kasa kwamba huyu ni Mwafrika. Watu wanaweza wakakutambua kulingana na jina lako ambalo umepewa. Kwa hiyo tusiogope kuwapa watoto wetu majina yenye asili yetu, majina yenye tamaduni zetu, majina ambayo yanatutambulisha, majina ambayo yanabeba ujumbe mzuri, majina ambayo hata yakitamkwa yanakuwa yanasikika vizuri, majina ambayo yananena baraka, majina ambayo yanaonyesha mafunzo, majina ambayo yanaonyesha nidhamu, matumaini, majina ambayo yanaleta watu karibu. Hoja ya nne ni majina yasiyofungwa na trendi za muda mfupi. Trendi huwa zinapita, lakini jina linabaki.
Kwa hiyo tunapochagua jina tuhakikishe kwamba tusiangalie labda umeangalia labda msanii umempenda ukamuita mtoto hilo jina la huyo msanii. Je, huyo msanii atakapokuwa ameondoka, atakapokuwa hayupo na hakumbuki labda mziki wake umepita au jambo lake limepita, inakuwaje hapo kwa mtoto? Tuchague majina ambayo yanabaki, majina yenye maana, majina ambayo yatakuwa yanakumbukwa siku zote, ambayo hayapitwi na wakati. Sio majina ambayo yana trend tu kwa muda mfupi, labda umeangalia movie fulani, umeipenda unamuita mtoto jina hilo. Umeangalia mziki fulani umeupenda ukamuita mtoto jina hilo. Mziki ukipita, movie zikipita na mambo yanayopita, unakuta jina limepotea kabisa. Kwa hiyo tuchague majina ambayo hayapitwi, yani sio yale ambayo yanapitwa na wakati, majina ambayo yanadumu, majina ambayo yanakuwa na maana nzuri, majina ambayo hata yakitamkwa inajulikana maana yake ni nini. Hoja ya 5 ni majina yanayotoa hisia chanya. Hebu jiulize, jina ulilompa mtoto wako, ukimuita linaleta hisia nzuri? Jina ulilompa mtoto wako linasikika vizuri masikioni? Majina tunayowapa watoto wetu tuwape watoto majina ambayo yanakuwa yanaleta hisia nzuri, mvuto. Jina ukilitamka hata wewe mwenyewe unajisikia. Ni jina ambalo linakuwa linanena mambo mazuri. Jina ambalo linakuwa linaleta upendo. Jina linalo waunganisha watu pamoja. Jina linaloleta mshikamano. Jina linalokuwa linanena mambo ambayo yani yanavutia. Unajiuliza hata wewe mwenyewe, nikilisikia hili jina ameitwa mtoto wangu nitajisikiaje? Wewe mwenyewe ukimuita unajisikiaje? Kwa hiyo tuangalie majina ambayo yanakuwa yanavutia, yani hisia, yanakuwa yako chanya, mtazamo chanya, majina ambayo ni mazuri, majina ambayo hata watoto wenyewe watakuwa wanaona sio mizigo katika maisha yao. Hayo ni majina sasa yanakuwa hayawezi kupitwa na wakati. Mzazi, unapochagua jina la mtoto wako hauchagui maneno tu. Unakuwa unamchorea mtoto wako ramani nzuri ya maisha yake. Pale ambapo hata wewe hautakuwepo, mtoto wako atakuwa anasikika vizuri. Jina lake litakuwa linasikika vizuri, kila linapotajwa itakuwa ni baraka. Kila linapotajwa itakuwa ni neema kwake. Kila linapotajwa itakuwa ni matumaini kwa mtoto wako. Hivyo, chagua jina kwa upendo. Chagua jina kwa utulivu. Chagua jina ukiwa unamaanisha kwamba jina hilo umeona lina maana nzuri. Usimpe mtoto wako jina ambalo halina maana nzuri. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare video hii kwa wazazi wengine ili nao pia wajifunze kuchagua majina mazuri kwa watoto wao. Subscribe kwenye channel yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Mungu mwema akubariki. Tunakutakia uchaguzi mzima na mzuri wa jina la mtoto wako. Moyo wa Malezi tunaamini kwamba tuko hapa kwa ajili ya kushare upendo, kushare amani, na huu ndio Moyo wa Malezi. Asante.